حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدًا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. واعلموا أن الفوز للمتقين ومن لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. ويقول مولانا سبحانه وتعالى في محكم آياته بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق الله العلي العظيم وبلغ نبينا الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وله من الشاكرين. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. Baada ya kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, ndugu wapendwa wa imani, ndugu wapendwa wa Islamu, tukiwa tuko Ijumaa ya mwisho ya mwaka wa 1447, Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Dhulhijja, lazima Muislamu ajifanyie vipimo, ajianalyze mwenyewe, ajue aliyoyafanya ndani ya huu mwaka wote mpaka leo. Kama namna watu wenye makampuni hufanya hasara ya mwaka wamepata kiasi gani, au faida ya mwaka imeingia kiasi gani katika dunia yao, basi Muislamu pia asijisahau, afaa ajipime na ajiulize, kisha ajiangalie wapi ametengeza ndani ya huu mwaka na wapi ameharibu. Kitu gani afaa kukiongezea bidii ili kiimarike katika miaka ijayo au katika siku zijazo, na kitu gani yafaa kurudi nyuma ili kisizidishe kumharibia maisha yake katika dunia yake na akhira yake. Ni kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametuwezesha na kutuhifadhi tangu mwanzo wa mwaka wa 1447 hunu mpaka leo kufika Ijumaa yake ya mwisho, kusema alhamdulillah. Kuna wengi ambao kwamba tumewaacha katikati ya mwaka, na kuna wengi ambao kwamba mwaka waliuanza vizuri, katikati wakaingia katika simanzi ima za maradhi au simanzi za kuwapoteza jamaa zao.
Mimi na wewe ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuhifadhi katika mwaka huu mzima, si kwamba sisi tuna akili sana katika maisha yetu na wengine wakawa hawana akili, lakini kuwa Mola Subhanahu wa Ta'ala ametutagua sisi tuwe ni katika waliowezeshwa kuhifadhiwa na kupewa nusra na nyakati na uwezo katika masiku kama haya mpaka kufika siku kama hii ya leo. Na tusisahau pia kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama namna alivyotuhifadhi katika mwaka huu unaomalizika, basi pia hifadhi ile aliyotupa ndani ya masiku haya atuendelee kutupa hifadhi na nusra kama hiyo katika masiku yajayo. Tumetangulia kusoma aya Mola Subhanahu wa Ta'ala asema kwenye Qur'ani, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Katika miongoni mwa alama zake Mola Subhanahu wa Ta'ala ni nyinyi kulala kwenu siku na mchana. Ile wewe kulala na kupata usingizi ni alama ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo na ana uwezo mkubwa sana. Sifa hii ambayo kwamba ametupa sisi binadamu ametakasika nayo Mwenyezi Mungu na hana. Katika Ayatul Kursi Mola Subhanahu wa Ta'ala alieleza kuanzia Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, kasema la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasinzii wala hapati usingizi. Sifa ya usingizi tuko nayo sisi viumbe. Kila kiumbe anavolala. Kuna viumbe walala bila kufunga macho, kuna viumbe wanalala wakiwa wamesimama, lakini sisi binadamu Mola Subhanahu wa Ta'ala akatupambanua na viumbe wengine. Kulala kwetu kukawa ni kulala kwenye mazingatio ndani. Wa min ayatihi manamukum, miongoni mwa alama zake Mola Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Rum aya 23, Mola yotueleza ni kule kulala kwenu nyinyi usiku na mchana. Wa bitighaukum min fadli, na kule kutafuta kwenu nyinyi fadhila zake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un, katika hilo kuna alama kubwa sana na muujiza kwa wale wenye kusikia wanapoambiwa. Ndugu zangu, kwa nini tuzungumze masala ya kulala? Yani kweli usingizi waweza ukawa ndiyo khutba ya Ijumaa, au usingizi ukawa ni muhadhara watu wakaambiana kuhusu kulala? Naam, kwa sababu usingizi ni moja kati ya faida kubwa za mwanadamu. Usingizi ndugu zangu ni tiba. Daktari aweza kukuangalia uso wako akwambia wewe upate usingizi vizuri. Dawa yako huna haja ya kwenda kununua panadoli wala kwenda kununua sijui dawa gani. Wewe ukipata tu kulala vizuri, hali yako itakuwa mzuri. Taban, bila shaka ukienda ukapata usingizi mzuri, ukatibika yale maradhi ambayo kwamba yalikuwa ya kusumbua kabla kuja kuwa ni mwenye kupata usingizi vizuri. Usingizi ndugu zangu ni adhabu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara nyingine huutumia usingizi kama adhabu kuadhibu wenye kumwasi. Mtume alayhi salatu wassalam alipotaka kutoka kwenda zake Madina na kurafikiana na Abubakar radhiyallahu anhu wardah, Makuraishi walikuwa wametoa vijana 40 katika kila kabila kwenda kumhujumu na kumshambulia Mtume, wakiambiana ya kwamba wampige darbata rajulin wahid, wampige pigo la mtu mmoja, ili hata akitaka kupiga kisasi na kutetea iwe ni ugumu kwake, kwa sababu kila mmoja alishiriki kwenye kumshambulia. Panga zikaandaliwa na mapigo wenye kupiga wakaekwa, lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala usingizi huo kwa makafiri ukawa ni adhabu,
na usingizi huo huo kwa Mtume alayhi salatu wassalam ukawa ni nusra. waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Mwenyezi Mungu aliwatia usingizi wale vijana, na tuambiwa Ibilisi pia alikuwa ndani waliolala. Mtume akitoka akateka mchanga kwa mkono wake akiomwagia katika masikio, akapita akiisoma hii ni aya, waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim sadda, tukajalia vizibo mbele zao na nyuma zao, hawakuona. Faghshaynahum, tukawafunika, fahum la yubsirun, kawa hawaoni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, adui alotumika kuwapiga maadui wa mtume siku zile, alitumika jeshi la usingizi ambalo lilikwenda kuwaingia wale waliokwenda kutaka kumhujumu na kumshambulia mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo usingizi ule uliowapiga wale ukawa kwao ni adhabu, na usingizi ule uliowapiga wao kwa mtume ukawa ni nusra kwake, akaweza kutoka na akenda zake. Wakija kuamka na kutahamaki, wakijiona michanga, wasema huyu mtu wenu ameshatoka zamani sana. Kwa hiyo mpaka kuuzungumza usingizi, ndugu zangu, ni kwamba usingizi ni katika vitu muhimu sana kwa mwanadamu, awe ni Muislamu awe si Muislamu, lakini usingizi ni kitu muhimu. Lakini kwa Muislamu usingizi huu, ndugu zangu, waweza kuwa kwake katika hali mbili. Usingizi kwako waweza ukawa ni mwema wakati walala, na usingizi huo huo kwako ukawa ni muovu, ukapata madhambi haswa kwa usingizi ambao kwamba umeenda kulala. Mola Subhanahu wa Ta'ala aliwaletea nusra watu waliokwenda kupigana vita vya Badri. Walipokuwa wametoka, Qur'ani yatuambia idh yughashikumun nuasa amanatan minhu, kumbukeni alipokuleteeni usingizi mkalala. Masahaba waenda zao vitani, lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kutaka kuwaletea nusra masahaba aliwaletea usingizi, wakalala masahaba radhiallahu anhu. Kulala kule wakapata morali na nguvu zaidi walipokwenda kuamka kuweza kwenda kupigana na adui aliyokuwa yuko tayari kuwapiga. Kwa hiyo ukiusoma usingizi, ndugu zangu, kwenye Uislamu waukuta usingizi una hali nyingi sana. Usingizi waweza kuwa ni adhabu na ushatumika kuadhibu watu. Usingizi waweza kuwa ni nusra na ushatumika usingizi kuwanusuru watu. Lakini katika hali mbili ambazo tunazisema, kuna usingizi muovu na usingizi mwema. Mwanadamu lazima alijue hili. Kuna kulala kuzuri na kuna kulala ambako kwamba sio kuzuri. Sasa leo ndugu zangu, tufundishane ili mtu asiende hasara na kulala kwake. Kama mtu anavyoingiza kipato cha kidunia akiwa macho kwa kufanya kazi, basi vile vile pia mtu aweza kuingiza kipato cha kiakhera kwa kuwa macho kwake. Lakini mtu hawezi kuingiza kipato cha kidunia akiwa amelala. Yaani haiwezekani umelala na ukalipwa kwa usingizi wako, lakini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipa mema kwa kulala kwako kwema wakati uenda kulala. Mola Subhanahu wa Ta'ala asema waja'alna naumakum subata. Mwenyezi Mungu amejalia kule kulala kwenu ni starehe. Starehe moja mzuri sana. Swahili wakasema kulala ni nusu ya kufa. Unaweza ukalala na kukapita mambo ambayo wewe hata hukutambua, ukija ukielezwa wakati umeamka, au ukija ukiyaona wakati umeamka ukashangaa yamekuwa wakati gani haya. Sababu kila mmoja kati yetu ana namna ya kulala kwake. Kuna mtu akilala kukiguswa kikombe tu ashamka. Na watu wako hiyo, hasa manyanya zetu na mababu zetu walikuwa wanazo hizo. Utamwona atakoroma, lakini gusa kikombe, nani huyo? Na alikuwa sasa hivi yakoroma. Sasa kuna mtu usingizi wake uko hivyo, na kuna mtu hapa akilala mwaweza mkaliburuta ili usati alilala pale, mkaliburuta mkilala paka huko, yeye bado amelala tu. Mkaliburuta mkaregesha huko, bado amelala, hata habari hana.
na mweza kumkupulia na maji akajifuta na kaendelea kulala, hata habari hana. Na ndio kuna baadhi ya watu katika majumba kukwambia, mimi bwana nikilala msitarajie kwamba nitamka daku, kwa ngoja nile kabisa. Atakaa mwenyewe baada ya tarawehi aende mpaka saa 6 saa 7 ale kabisa alale, sababu ajua akija akifikia mahali kwa kuamshwa sasa watu watakuamka saa 9 saa 10, nyinyi mtamsha mpaka mtazoea, mutamvuta miguu, mutamtafutia maji ya baridi, mtu ataamka akae na huko mfunga macho kisha rudi tena kulala. Sasa kila mmoja kati yetu kuna namna Mola Subhanahu wa Ta'ala amemjalia namna anavyolala na namna anavyoishi katika usingizi wake. Lakini tusema tena ya kwamba kuna usingizi ambao kwamba ni mahmud na kuna usingizi ambao kwamba ni madhmum. Kuna usingizi mzuri wasifika na kuna usingizi ambao kwamba ni wa kutukanika. Sasa ndugu zangu, usingizi mzuri unapoekwa maweko yake, mtu akalala inavyotakikanwa, waltazama sahibuhu al-adla fihi, na akalazimiana mwenye kulala na uadilifu ndani ya usingizi wake, asilale mpaka swala zikampita. Wajua hakuna kitu kikubwa kama ushaona baada dakika 10 kuadhiniwe, wewe ndiyo mwanzo watafuta kulala. Sasa kuna mtu atakesha ama atapoteza usingizi usiku saa 9 kamili, usingizi umepotea. Atakwenda huyu mtu hajapata usingizi, yaenda mpaka adhana ya kwanza, bado usingizi hajapata, ana simu yake mwenye hutezea. Adhana ya pili kaadhiniwa, ndio husinzia, huenda miayo akakulala. Sasa huo usingizi huo ambao kwamba utaulala wakati huo si usingizi wa kheri. Manake hapo ndipo shetani kwa kutezea kidogo tu, na hutolala muda mrefu, waweza kulala kiasi cha swala ipite tu kisha ukashtuka tena na ukarauka kwenda za kazini. Lakini ndugu zangu Waislamu, ili usingizi uwe mwema, Saidina Muadh ibn Jabal asema katika maneno yake ya kwamba anamu awwala al-layl, mimi hulala mwanzo wa usiku, fa aqumu wa qad qadaytu juz'i min an-nawm, kisha huamka mimi na huwa kuna kipande cha usiku nishakimaliza katika kulala. Fa aqra'u ma kataba Allahu li, nikaamka nikasoma Qur'ani kwa kiasi ambacho Mwenyezi Mungu ataniwezesha kusoma. Fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati, sasa mimi huhesabu, yani hutarajia malipo kwa kule kusimama kwangu baada ya kulala, nikaamka nikaswali nikasoma Qur'ani, natarajia malipo kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala katika ule usingizi niliolala mpaka nikaamka, na katika kule kuamka kwangu mpaka kulala tena. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humlipa kile kipindi chote alicholala thawabu, na kile kipindi chote alichoamka akatenda mema pia hulipwa thawabu. Sa Muadha tuonesha ya kwamba kuna usingizi mzuri ni gani? Ni ule wa kulala mapema, na kisha ukilala mapema ukajiwekea na nafasi ya kuamka usiku kwa ajili ya ibada na kusoma Qur'an. Fannaumu ibada, wenye kusema wasema ya kwamba kulala ndugu zangu ni ibada hasa idha kana ala hadi al-i'tidal, lakini kulala kwako kuwe katika ule muongozo. Sababun lilkasal injawaza hadda al-i'tidal, ikiwa utalala sana ule usingizi wenyewe pia utazaa uvivu, sababu utakuwa umeenda kinyume, umelala kwa kupindukia, na chochote kinachopita mpaka wake huenda kinyume. Na mwenye kuangalia Uislamu akimsoma Mtume alayhi salatu wassalam atamkuta ya kwamba alitufunza katika kulala kwema tulipwe mema katika kulala kwetu, kama namna tunavyolipwa mema katika kuamka kwetu. Kulala ndugu zangu kufuata matamanio. Malaika huja na kumfanyia haja ndogo mwenye kulala katika masikio yake.
Nini lengo? Ni kukupoteza we na ibada. Lakini unapokwenda kusoma zile nyuradi kabla ya kulala, unapokwenda kulala vile anavyotaka Mtume na alivyotufundisha, usingizi wako unakuwa ni mwema na waepukana na yale machafu ambayo kwamba hupatikaniwa ndani ya usingizi. Hata ukisoma pia katika ilmu tibb, ukisoma katika elimu ya matabibu, tuambiwa ya kwamba ajma'al atibba, matabibu wameafikiana ya kwamba kulala usiku inatiba kwa mwili wa mwanadamu. Lakini mbali na kwamba ni tiba kwa mwanadamu kulala usiku, lakini ndiyo maumbile ya kiulimwengu. Mola Subhanahu wa Ta'ala ameumba usiku watu walale. Ni ile siku lazimisha tu katika maisha yetu tukaambiwa kuna system ya ile 24 hours clock system, kwamba kuna wanaoingia mchana kazi na kuna wanaoingia usiku, kwamba kampuni zisiingie hasara, usiku kufanywa kazi na mchana kufanywa kazi. Lakini ile sunnatul kauniyya, mwenendo wa kiulimwengu, Mwenyezi Mungu alikuwa shapanga kwamba mchana ndio watu kwenda mbio, usiku ni watu kupumua. Sasa usingizi wa usiku, mataibu watuambia kwamba ni katika moja ya sababu za mtu kupata siha njema. Ibn Qayyim asema katika maneno yake ya kwamba an-nawmu bil-layli, kulala usiku ndugu zangu, anfa'u lilbadani lilinsan, ina manufaa zaidi katika mwili kwa mwanadamu, wa aqwa ala islahihi min nawmi an-nahar, na ina nguvu zaidi mtu kulala usiku kumtengeza siha yake hata kuliko namna itakavyomtengeza siha yake anapolala mchana. Usingizi wa usiku wanazuoni watuambia ndio wamtengeza mtu zaidi uzima wake na siha yake ya mwili hata kuliko usingizi wa mchana. Na ndio utakuta kuna baadhi ya watu wenye senti zao kwa kukosa usingizi kutafuta madawa ya gharama ili apate kulala, manake hapati usingizi. Mchana kwake ni mchana na usiku kwake ni mchana, inabidi ende kwa madaktari, atafutiwe vidonge, atafutiwe masindano. Lengo nini? Angalau apate kulala usiku. Kisha ndugu zangu, kuna usingizi wa mchana, pamoja na kwamba usiku una faida zaidi, lakini kuna kipindi ambacho Mtume alayhi salatu wassalam ametuwekea kulala mchana. Mtume katika hadithi alisema, qilu fa inna shaytana la taqilu, laleni kipindi cha mchana kwa sababu mashaitani huwa hawalali mchana. Sasa muwe tofauti na mashaitani. Kuna usingizi wa mchana baada salati dhuhuri mpaka karibu na al-asri, kipindi hicho usingizi wa qailula. Na ndio utaona hata wale jamaatu tablighi lazima kwao kulala katika nyakati za saa 8 baada salati dhuhuri. Ukitoka nao utakwambia haswan lazima ulale baada salati dhuhuri saa 8 ili upate nguvu ya kuamka usiku qiyamul layl. Na Mtume alikuwa akilifanya hili, kulala baada ya nyakati za dhuhuri. Kisha usingizi mwingine wenye manufaa ndugu zangu, au katika miongoni mwa usingizi wenye manufaa na usingizi unaofaa ni kulala mapema. Katika hadithi Mtume apokelewa na Ibn Mas'ud ya kwamba kana yakrahu an-nawma qabla al-isha, Mtume ilikuwa akitukia na hapendi kulala qabla al-isha, wal haditha ba'daha, na akitukia watu kuzungumza baada al-isha. Angalia mfumo wa Mtume aliotuwekea, hapendi watu kulala kabla al-isha. Mtu akaenda kulala kabla al-maghrib, baada al-maghrib alale, Mtume kwa hapendi. Lakini pia ilikuwa Mtume hapendi watu baada al-isha kuwa na mazungumzo na story nyingi. Na ndio utaona baadhi ya boarding nyingi sana kula huwa ni baada al-maghrib. Kitoka magharibi tu tayari mweka swafu za kula, mkishamaliza kula baada al-isha mubashara ni kulala. Na ndio utakuta kuna baadhi ya boarding kulala mchana lazima, na kula baada al-maghrib na baada al-isha walimu washawa supervise nyote kila moja rumuni kulala. Nini? Upate nafasi ya kuweza kuamka usiku saa 9:30 wangojwa msikitini. Ila nidhamu iende vizuri namna alivyokuumba nayo Mola Subhanahu wa Ta'ala. Nya muangalie mtoto mchanga,
Ni mtoto mchanga gani ambaye kwamba huwa mato ama hulala saa 10 adhana ya kwanza? Mtoto wote wachanga utakuta mida ya adhana hutia vilio. Manake ni sunna ya kiulimwengu, muda ule huwa si muda tena wa kulala. Ashaumbwa mwanadamu kitambo, na baada dhuhuri watoto wengi wamelala, wale wachanga baada dhuhuri wamelala. Nini maumbile ambayo kwamba ashaumbwa nayo? Sasa wewe ndio utakao kuja kumbadilisha, umfanye alale katika sehemu ambazo kwamba siweza kulala, na awe mato katika sehemu ambazo kwamba siweza kuwa mato. Kisha Mtume akatupangia hasa namna gani ulale ili ulale usingizi mwema. Akasema, idha ataita madhja'ak, unapokwenda kulala kwenye godoro lako, ni matresi yako, ni kitanda chako, umeenda kulala, fatawadda wudhu'aka lis-salah, tawadha kana kwamba uenda kuswali. Shika udhu vizuri, tawadha kama vile unapotawadha kwa ajili ya swala, basi wakati uenda kulala pia tawadha vile vile. Thumma dhtaji' ala shiqqika al-ayman, kisha lala kwa upande wako wa kulia. Wara al-atibba, matabibu wameona ya kwamba anna hadhihi al-wad'iyya, kulala sampuli hili, ukatawadha kisha ukalala kwa upande wako wa kulia, tuinu ala sihhati al-jihazi tanafusi, yasaidia kwanza katika kupumua na katika mmeng'enyo wa chakula. Moyo ndugu zangu uko upande wa kushoto, pande kubwa la moyo liko upande wa kushoto. Unapokwenda kuulalia upande wa kushoto, pia umeupa shida moyo katika kupump damu na kuregesha. Tumbo la chakula kubwa liko upande wa kushoto, unapokwenda kulilalia lile tumbo wasumbua katika mmeng'enyo wa chakula na kusagwa kwake. Asa Mtume alayhi salatu wassalam akwambia usingizi mzuri kwanza tawadha, kisha mbali na kutawadha ukifika lalia upande wako wa kulia, huku umeuata moyo kwa nafasi nzuri ya kupump damu na kuregesha, na umeliatia tumbo nafasi kumeng'enya na kusaga chakula ulichokiingiza. Mbali na hivyo, utaona watu wenda kulala kwa kuangalia chini. Mtu amelala, mtu ametukataza mtu kulala kwa tumbo, sababu ni mlalo wa shaitani na ni mlalo wa watu wa motoni. Lakini vijana wengi akilala mwenye shati ya mkono kwenye nguo, kwenye suruali huko chini, amejishika vizuri, amelala kwa kuangalia chini tumbo. Wengi tulala namna hiyo, ambao si kulala kwa kidini huku. Kama mtu ashakwenda kuzika hata maiti, shiona maiti ya Kiislamu yazikwa kuangalia chini au kuangalia juu? Maiti ya Kiislamu yazikwa kwa upande wa kulia, kwa bega lake la kuliani amewekwa kwa kuelekezwa qibla. Sasa Muislamu afaa alale katika haia namna hiyo, lale katika udhu wake na alale kwa kulalia upande wake wa kulia. Yasaidia katika siha yako, katika mzunguko wako wa damu na mmeng'enyo wako wa chakula katika tumbo. Lakini usingizi muovu ni kinyume na hapo sasa, sababu al-iktharu minan naumi yurithu al-kasal, kulala sana kuleta uvivu, wayudhi'u al-umr, kisha wapoteza umri. Wajua mtu aweza kupiga mahesabu, wewe umeishi miaka 40 labda hapo ulipo, lakini inawezekana pengine robo 3 za maisha yako umeuliza kwa usingizi tu. Jipigie hesabu wala masaa mangapi wewe, alafu jipigie hesabu na ule umri unao, utakuja kuona kwamba pengine zaidi ya nusu moja ya umri wako umemaliza katika kulala, au pengine robo 3 za umri wako umemaliza kwenye kulala. Basi angalau uwe umelala katika pambo ambalo kwamba ni pambo zuri, lakini labda umelala katika malazi ambayo kwamba si mazuri. Ndio Mtume akatukataza haswa mtu akitoka usingizini mikono kuitia katika vyombo. Mtu anapoamka tafuta chakula kiko wapi, washika. Kwa nini? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, hajui mkono wake umepitiwa na usingizi wapi. Labda unshika sehemu zingine ambazo si nzuri, ukatukua chakula ukatia mdomoni, ukwenda kutia kwenye chombo cha maji na ulikuwa umeshika sehemu ambazo si za kwamba vitu hivyo viingie kwenye mdomo. Kathratu naumi tumitu alqalb. Hasan al-Basri yasema kulala sana kwa fisha moyo. Hata wale wenye kuwahusia wasomaji wanafunzi alisema, ya talib al-ilmi jannib an-nauma
mwenye kutafuta elimu, jiweke mbali na kulalala sana. Watruki shiba, na uwate kushiba kwa kupitiliza. Ndio kuna mwanafunzi ataka kusoma lakini kula ataka ale kitu vyakula vyote. Huyo ndo husumbua walimu na harufu mbovu wakirudi saa 8. Mwalimu hajui amalize period kwanza iishe, lakini klasi kimechafuliwa hapo ndani, hakukaliki kwa sababu kuna mtu amekula chake na cha wenzake. Ya talib alilm, mwenye kutafuta elimu, janibin naum, atana na kulala sana. Watruki shiba, na uwate kushiba kwa kupitiliza. Ndugu zangu, huku ndiko kulala ambako Mtume alayhi salatu wassalam ametufunza. Kisha Mtume ametukataza sisi kulala baada salati alfajri. Tumekatazwa, huku ni kulala kuovu, ni kulala kusikokuwa kwema. Baada salati alfajri usilale. Katika hadithi Mtume alayhi salatu wassalam katika dua zake, waqad daa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li ummatihi bil barakati fil bukur, Mtume aliwaombea ummati wake baraka za kupata ummati wake ziko kwenye kurauka. Kisha amka salatul fajri, basi ikiwa una dharura ya kulala, subiri jua lichomoze. Ikiwa lazima ulale baada alfajri, basi ala alaqali subiri jua lichomoze, limeshatoka miale yake vizuri, hapo ndaka subiri kalale mpaka ni wakati saa 4 saa ngapi, lakini usilale mubasharatan baada salah. Umemaliza kuswali tu mbio. Tulikuwa na vijana sisi tusoma nao, wengine wanafunzi nao, mtu waona hutawadha lakini uso haoshi. Ukimuuliza mbona uoshi, usamba nitauharibu usingizi. Kwa uso haoshi, hafikiri kwamba swala haitoswihi. Haya mambo ya kuswihi swala yenu hayo, lakini yeye atungani kwamba usingizi nikiosha tu uso, usingizi wangu utaharibika. Kwa hiyo baada salatu huyo mbio yenda kulala. Wakana at-tujjaru wal ulama as-salihun, wenye kusema wasema wale wana biashara, wanazuoni wema, walikuwa wakihesabu ya kwamba kulala baada salati al-fajri ni kukoseshwa. Yani ikiwa wewe una tabia kulala baada al-fajri, jua kwamba umeshakoseshwa, upate kitu, utaenda hasara. Bali Ibn al-Qayyim alisema hasa kwamba anna hadha al-waqta huwa waqtu nuzuli al-arzaq, hichi kipindi cha baada salati al-fajri ndiyo kipindi cha kuteremka riziki, wa hululi al-baraka, na zile baraka kushuka za shuka kipindi hicho baada salati al-fajri. Wa innahu miftahu an-nahar, na ile asubuhi ndiyo funguo ya mtana wako. Sasa ukitaka asubuhi yako mtana wako uwe mzuri, itengeze ile asubuhi yako kutolala baada salati al-fajri. Na kila mwanazuoni aliyezungumza kuhusu kulala baada al-fajri amezungumza ya kwamba ni jambo halifai. Mtume ameeleza ya kwamba shetani huja akamkalia mwanadamu katika kichwa chake, akamfunga funga vifundo, lakini mwanadamu huyo huyo anapokuja kuenuka akamtaja Mwenyezi Mungu, tumewekewa zile dua. Ukitaka kulala kuna dua yake, na ukija kuamka pia kuna dua yake. Wakati umeamka ukasoma ile dua yake na ukaleta ule uradi wake baada ya kuamka, vile vifungo ambavyo shetani amekufunga navyo hufunguka. Fa in tawadhaa, akenda akitawadhi hufunguka kingine. Wa in salla, na endapo akenda akiswali salatul fajri, ndio vile vifungo ambavyo shetani amemfunga vyote hufunguka. Sasa wewe umekaa, shetani amekuja amekufungia, na ndio umelala, hukuja kuswali wala hukuleta nyuradi wala hukufanya lolote, waishi kwa vifungo vya shetani. Umaskini kwako hauishi, kwa sababu ndio umeupalilia. Zile nyakati ambazo wafaa kuwa macho, Mwenyezi Mungu akuletee baraka zake, wewe ndio umelala. Na zile nyakati ambazo kwamba wafaa kulala, wewe ndio uko macho. Cha ajabu ndugu zangu, cha ajabu ni World Cup ya mwaka huu. Hichi ndicho cha ajabu ambacho kitasikitisha umma wa Kiislamu. World Cup itatizwa saa 10 adhana ya kwanza, na saa 11
wakati wa swala. Watu watajaa mabandani kwenda kuangalia World Cup, lakini hawatojaa misikitini kuswali salatul fajr. Na nyinyi angalia zile timu zitakazocheza na nyakati zao. Tuko tofauti mbali sana Amerika. Amerika wako nyuma na sisi kwa masaa kadhaa, kama masaa 7 nyuma. Sisi tukiwa tuko na mtana, wao ndio waingia usiku, wao wakiingia usiku, sisi tuko mtana. So ukiangalia utakuta hawa wateza, lakini muda wanaocheza kuna baadhi ya timu za saa 8 kamili usiku AM. Baadhi ya timu zitateza saa 10 adhana ya kwanza. Nyingine zitateza saa 11 adhana ya kwanza, adhana ya pili ndio swala tena. Lakini sisi kina Ali na kina Muhammad na kina Hassan tutakwenda kujaza mabanda nyakati hizo ambazo kwamba twashindwa kuja misikitini. Ndugu zangu, yasikitisha mpaka uje uone mtu ankwenda uza figo kwa ajili ya kwenda kuangalia World Cup. Sema lazima ndio nikaiangalia pale inapotezwa, na akafanywa operation akatolewa figo. Yote tisa, ndugu zangu, usingizi ni starehe Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea sisi katika maisha yetu, lakini starehe hii ina nyakati zake na namna yake. Katika miongoni mwa nyakati ambazo Mtume ametukataza sisi kulala ni baada salati al-asri, kama ambavyo Mwenyezi Mungu Mtume ametukataza kulala baada salati al-fajri, namna hiyo hiyo Mtume ametukataza kulala baada salati al-asri. Na wenye kusema matabibu wakwambia, ukilala baada salati al-asri au ukiwa na mazoea kulala baada salati al-asri, hiyo umeswali au hukuswali asri, lakini una mazoea kulala hiyo saa 11 mpaka magharibi, huwa una mazoea. Lau utalala kwa mwezi mzima mfululizo, wenyewe wakwambia utashikwa na wazimu usiopoa. Hata ufanye matibabu ya aina gani, kwa sababu umelala kipindi ambacho sheria imekukataza wewe kulala. Kuna haja, mgonjwa. Mtume amesema man taraka salata al-asri faqad habita amaluhu, mwenye kuwata swala al-asri amali zake zote zimpomoka. Sasa haipendezi umeswali kisha ukatafuta kulala, udhuru liko wapi tena baada al-asri? Haipendezi. Kwa hiyo Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea hii starehe, waja'alna naumakum subata. Mola ametujalia kulala kwetu ni starehe. Basi starehe hili ndugu zangu tuitumie kama namna tulivyopangiwa na sheria za dini yetu, na tusiende kinyume na sheria namna ilivyotupangia katika kulala kwetu. Usiwe ni kulala tu maisha yako. Kuna watu akifunga tu mchana mzima atalala, hatoswali, hatofanya chochote, atalala tu mpaka wakati wa kuamka kwenda kufungua saumu yake. Na utakuta watu ile kulala ameifanya ni kitu muhimu mpaka hutafuta na uniform. Yaani ana nguo za kulalia. Yaani usingizi ameupa nafasi kubwa katika maisha mpaka utafuta na nguo zake za kulalia. Hii nguo maalum ya kwenda kulala. Jamani, kulala ni katika hasara. Wa qalilun min al-layli ma yahja'un. Mwenyezi Mungu aliwasifu watu wema akasema wale watu wema hulala kidogo usiku, kwa sababu ni kupoteza umri kulala, lakini hatuna budi, lazima tulale. Lakini utaona mtu ameitafuta na uniform, sijui ameishona vipi, yeye na mke wake na watoto wake wana uniform ya kwenda kulala. Yaani ule usingizi kwake ni kitu muhimu mpaka utafutia na mavazi maalumu ya kwenda kulala. Uislamu haujatunyima sisi kustarehe katika maisha yetu, lakini umetuwekea vidhibiti. Hapa usivuke, hapa usifike. Basi kama namna ulivyotuwekea vidhibiti ni kwa ajili ya maslahi yetu sisi wenyewe, na tukifuata zile vidhibiti ambavyo Mwenyezi Mungu ametuwekea katika starehe zetu, kwanza tutatunga siha zetu, na pili tutengeza maisha yetu, na tutaishi katika hali ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala yuaturidhia tuwe nayo katika maisha yetu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zaki anta khairu man zakaha anta waliyu mawlaha wa anta nasiruha ala man adaha. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما